أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza habari za Hat Usman radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu kifo chake cha kishahidi na matukio yatokayo baada yake. Hat Musleh Maud radhiyallahu anhu ameandika maelezo yake kama hivi. Anasema kwamba sasa Madina ilikuwa chini ya utawala wao, na katika siku hizi matendo walioyafanya watu hawa ni yenye kutushangaza mno. Walikuwa wameshamua shahidi Hat Usman, sasa wakazuia mazishi yake na hivyo hakuweza kuzikwa kwa siku 3. Kisha kundi moja la maswahaba wakaonesha ujasiri na wakamzika usiku. Mafisadi wakajaribu kuwazuia, lakini baadhi yao pale walipowatishia kupigana nao kwa nguvu, wao wakajizuia. Mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtolea Hat Usman radhiyallahu anhu bishara mbalimbali. Habari zake zinapatikana kama hivi. Imesimuliwa na Abu Musa Ashari radhiyallahu anhu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia kwenye bustani na akaniamuru nimlinde mlangoni. Hapo akaja mtu na akaomba ruhusa ya kuingia ndani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, umruhusu aingie ndani na mpe habari njema ya kuingia peponi. Mara nikaona yeye alikuwa Hat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisha akaja mtu mwingine na akaomba ruhusa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, muache aingie ndani na mpe habari njema ya pepo. Hapo nikaona yeye alikuwa Hat Umar radhiyallahu anhu. Kisha mtu mwingine akaja na akaomba ruhusa. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya kwa muda mfupi na kisha akasema, umruhusu aje na mpe bishara ya kupata pepo, isipokuwa shida moja kubwa itamfikia. Hapo nikaona yeye alikuwa Hat Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Hat Anas radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya mlima wa Uhud. Hat Abu Bakar, Hat Umar, Hat Usman walikuwa pamoja naye. Mlima wa Uhud ukaanza kutikisika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Uhud tulia. Msimuliaji anasema, nafikiri Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga na mguu wake na akasema, wapo juu yako nabii na sidiki na mashahidi wawili. Hat Ibn Umar anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza habari za fitina moja akasema, mtu huyo katika fitina ile atauawa katika hali ya kudhulumiwa. Na hiyo akasema huku akiashiria upande wa Hat Usman radhiyallahu anhu. Urisi ulioachwa na Hat Usman. Kuhusu urisi huo habari zinazopatikana ni kama hivi.
ubaidullah bin abdullah bin utba anasema kwamba siku ambapo hat uthman akauawa shahidi, siku ile mtunza hazina wake alikuwa na dirhamu 3,500,000, dirhamu 3,500,000 na 1,500,000 dinari ambazo zote zikaporwa. Pia alikuwa ameacha ngamia 1,000 katika eneo la rabza. Rabza ni sehemu inayopatikana kwenye njia iendayo Hijaz, ikiwa na umbali wa siku 3 kutoka Madina. Pia katika Baradis na Khaibar na kwenye bonde la Qura akaacha sadaka kama dinari 200,000 ambayo alikuwa anatoa kama sadaka. Habari hii imeshaelezwa kabla yake kwamba hat Usman akasema, nilikuwa mtu tajiri na sasa nina ngamia 2 tu ambao nimewafuga kwa ajili ya hija. Inawezekana kwamba habari hiyo iliyoelezwa hapo juu iwe ya hazina ya kitaifa na msimuliaji ameinasibisha na dhati ya hat Usman radhiyallahu anhu, au pia yawezekana kwamba hiyo ilikuwa mali yake binafsi, lakini alikuwa hatumii juu ya dhati yake, bali alikuwa anatumia kama sadaka na matumizi ya kitaifa tu. Kwa vyovyote vile, hiyo ni riwaya niliyoieleza, na ipo riwaya nyingine ambayo imeshasimuliwa hapo kabla, ambapo yeye alikuwa amewateua watu kwa ajili ya kulinda hazina ya kitaifa. Tukio la kuuawa shahidi la hat Usman, masahaba wanasimulia masimulizi mbalimbali. hat Ali akaulizwa kwamba utuambie kuhusu hat Usman. hat Ali akasema kwamba huyu ni mtu ambaye hata mbele ya Allah alikuwa Zunnurain, yani mwenye nuru 2. hat Ali akasema hat Usman alikuwa ni mwenye kuwahurumia watu zaidi kuliko sisi sote. hat Aisha alipopata taarifa ya kuuawa kwake akasema kwamba mafisadi hawa wamekuua, ilhali wewe ulikuwa ukiwahurumia zaidi na ulikuwa mwenye kushika uchamungu zaidi kuliko wote. Dua iliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haki ya mwanamke wake, riwaya moja inapatikana hivi, imeandikwa katika al-Istiyab kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nimemwomba Mola wangu mwenye heshima na jalali kwamba yeye asimuingize motoni mtu ambaye awe mwanamke wangu au yule ambaye mimi niwe mwanamke wake. Kuhusu mavazi na umbo la hat Usman inasimuliwa, Mahmud bin Labad anasimulia kwamba yeye akamwona hat Usman bin Affan akiwa amepanda nyumbu na alikuwa amejifunika shuka 2 zenye rangi ya njano. Hakam bin Sald anasimulia kwamba baba yangu akaniambia ya kuwa yeye akamwona hat Usman akitoa hutuba, ilhali yeye alikuwa amevalia shuka nyeusi na alikuwa amepaka hina kwenye ndevu yake. Sulaim Abu Amir anasimulia kwamba yeye akaona shuka moja ya Kiyemeni ambayo hat Usman alikuwa amevalia na bei yake ilikuwa dirhamu 100. Muhammad bin Umar anasimulia kwamba nikamuuliza kina Amr bin Abdullah, Urwa bin Khalid na Abdurrahman bin Abu Zanad kuhusu umbo la hat Usman. Wote wakasema kwa pamoja kwamba yeye hakuwa mfupi wala mrefu sana, bali alikuwa na kimo cha wastani. Uso wake ulikuwa mzuri mno, ngozi ilikuwa laini, ndevu nyingi na ndefu, alikuwa na rangi ya ngano, alikuwa na viungo imara, mabega mapana, na alikuwa na nywele nyingi kichwani, na alikuwa akipaka hina ndevu yake. Waqid bin Abu Yasir anasimulia kwamba hat Usman radhiyallahu anhu alikuwa amefunga meno yake na waya wa dhahabu. Musa bin Talha anasema ya kuwa nikamwona hat Usman, yeye alikuwa akitoka nje siku ya Ijumaa akiwa amevalia shuka 2 za rangi ya njano, kisha alikuwa akikaa juu ya mimbari na muazini alikuwa akitoa azana. Kisha alipokuwa akimaliza azana yake, hat Usman alikuwa akiegemea fimbo yake na kusimama
na alikuwa akitoa hutuba huku akishika fimbo ile mkononi mwake. kisha alikuwa akiteremka chini kutoka mimbari na muazini alikuwa akisoma iqama. hasan anasema kwamba nikamwona hatusman akilala miskitini huku akiweka shuka yake chini ya kichwa chake kama mto. musa bin talha anasimulia kwamba siku ya ijumaa hat usman alikuwa ameegemea fimbo moja. alikuwa na sura nzuri kuliko watu wote. alikuwa akivalia vitambaa viwili vya rangi ya njano, moja kama shuka na nyingine ilikuwa kikoi, mpaka alikuwa akija juu ya mimbari na kukaa juu yake. kulikuwa na pete ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo maneno ya muhammad rasulullah yalikuwa yamechorwa juu yake. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitumia pete ile. riwaya inasema kwamba hat anas bin malik anasimulia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipozamiria kumuindikia barua mfalme wa roma, akaombwa ya kwamba barua isiyo na muhuri wako wao hawataisoma. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza pete ya fedha iliyokuwa na maneno ya muhammad rasulullah. msimuliaji anasema hata saa hizi kwa jicho la kifikra naona weupe wa pete mkononi mwake, yani nakumbuka vizuri. hat anas anasimulia kwamba pete ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikabaki mkononi mwake, na baada yake ikabaki kwa hat abubakar, na baada ya hat abubakar hat umar akaichukua, na zama ya hat usman ilipokuja. safari moja hat usman alikuwa ameketi karibu na kisima cha uris. msimuliaji anasema kwamba ye akavua ile pete na akaanza kuizungusha kwenye kidole chake. ghafla pete ile ikadondoka. msimuliaji anasema kwamba kwa siku 3 tukaendelea kuitafuta mpaka tukachota maji yote kutoka kisima, lakini pete ile haikupatikana. pete hiyo ilipopotea, hatusman akatangaza kwamba mtu atakaye itafuta na kuleta kwake atapata zawadi kubwa. kwa sababu ya kupotea kwa pete hiyo, hatusman akapata huzuni kubwa, na waliposhindwa kuitafuta na wakakata tamaa, ndipo akatoa amri ya kutengeneza pete nyingine ya fedha iliyofanana na pete ile. hivyo pete nyingine ikatengenezwa iliyokuwa na maneno ya muhammad rasulullah. pete ile akaendelea kuivaa hadi kifo chake, na wakati wa kifo chake mtu asijulikana akaichukua ile pete. hatusman alikuwa miongoni mwa ashra mubashira. imesimuliwa na hat abdurrahman bin akhnas ya kwamba yeye alikuwa miskitini ambapo mtu fulani akamtaja hat ali kwa maneno mabaya. ndipo hasaid bin zaid akasimama na akasema, mimi natoa shahada kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa yakini nikamsikia akisema ya kuwa watu 10 wataingia peponi. nabii sallallahu alaihi wasallam atakuwa peponi, abubakar atakuwa peponi, umar atakuwa peponi, uthman atakuwa peponi, ali atakuwa peponi, talha atakuwa peponi, abdurrahman bin auf atakuwa peponi, zubair bin awam atakuwa peponi, saad bin malik atakuwa peponi, na nikipenda naweza kutaja mtu wa 10. msimuliaji anasema watu wakasema kwamba mtu wa 10 ni nani? hasaid bin zaid akanyamaza kidogo. watu wakamuuliza tena kwamba mtu wa 10 ni yupi? ye akasema kwamba said bin zaid, yani mimi mwenyewe. riwaya hiyo nimeshaeleza hapo kabla kuhusu urafiki wa mtume sallallahu alaihi wasallam na hatusman ambao atakuwa nao peponi. ipo riwaya ya talha bin ubaidullah radhiyallahu anhu ambaye anasimulia akisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kila nabii anakuwa na rafiki yake, na huko peponi Uthman atakuwa rafiki yangu. Jabir anasimulia kwamba safari moja sisi pamoja na kundi moja la wahajiri tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba fulani, na abubakar, umar, uthman, ali, talha, zubair, abdurrahman bin auf na saad bin abi waqas pia walikuwepo. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kila mtu asimame na mtu aliye mwenzake. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na hat uthman na akamkumbatia na akasema,
anta waliyi fi dunia wa waliyi fil akhira, wewe ni rafiki yangu katika dunia hii na kwenye akhira pia. mtumwa aliyeachwa huru na Uthman aitwaye Abu Salha anasimulia kwamba ya Muddar, yani siku ile ambapo waasi wakamzingira hat Uthman akiwa nyumbani kwake na kisha wakamua shahidi, siku ile nikamwomba hat Uthman nikisema kuwa ewe Amirul Mu'minin, upigane vita na hawa mafisadi. hat Abdullah pia akamwomba kwamba ewe Amirul Mu'minin, upigane na mafisadi hawa. hat Uthman akasema wallahi sitapigana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameniahidi jambo fulani, hivyo natamani kwamba ahadi ile ipate kutimia. hat Uthman hakushiriki katika vita ya Badr, hivyo kuhusu swala hilo na kukimbia kwake kutoka Uhud na kutokushiriki katika Bayat Rizwan, wanafiki wanaleta shutma dhidi yake. Uthman bin Muhab anasimulia kwamba kutoka Misri mtu mmoja akaja kwa ajili ya hija, akawaona baadhi ya watu wakikaa sehemu fulani. Yeye kwa nia ya kuleta fitina akaongea nao na akawauliza watu kwamba hawa ni kina nani. Wao wakasema kwamba hawa ni Makuresh. Yeye akawauliza mzee huyu ni nani? Watu wakasema huyo ni hat Abdullah bin Umar. Yeye akasema ewe mwana wa Umar, nataka kukuuliza jambo fulani, niambie, je, unajua kwamba hat Uthman siku ya Uhud alikuwa amekimbia vita? Yeye akasema ndio. Kisha akamuuliza, je, wajua kwamba yeye hakushiriki katika vita ya Badr? Yeye akasema kwamba ndio. Mtu huyo akamuuliza tena, je, wajua kwamba yeye hakushiriki katika Bayat Rizwan? Yeye akasema ndio. Hapo mtu huyo akashangaa mno na akasema Allahu akbar. hat Abdullah bin Umar akasema njoo hapa, kwa kuwa umeleta shutma zidi yake, sasa na kuambia hali halisi ikoje siku ya vita ya Uhud kuhusu hatua yake ya kukimbia kutoka vita. natoa shahada kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemsamehe na kumghufiria. Wakati ule kutokana na hali ya taharuki, pale ambapo habari ilipokuwa imeshamiri kuwa makafiri wamemua Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa kwa sababu ya ile hali kutokea, yeye alikuwa amerudi nyuma. Akasema kwamba ama kuhusu swala lake la kutokushiriki katika vita ya Badr, sababu yake ni kwamba binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa mke wa Uthman alikuwa anaumwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwambia kwamba wewe ubaki kwa mkeo na utapata malipo na sehemu kutoka ngawira ya vita sawa na malipo ya wale walioshiriki katika Badr. Ama kuhusu swala la kutokushiriki katika Bayat Rizwan, ukumbuke kwamba ikiwa katika bonde la Maka angekuwepo mtu mwingine mwenye heshima zaidi kuliko hat Uthman, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam badala ya kumtuma hat Uthman angemtuma mtu huyo kama mbalozi wake kwa makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma hat Uthman, na Bayat Rizwan ilipofanywa, hat Uthman alikuwa amekwenda kwa watu wa Maka. Wakati wa kupokea Bayat Rizwan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria upande wa mkono wake wa kushoto na akasema kwamba huo ni mkono wa hat Uthman, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiweka mkono wa kushoto juu ya mkono wake wa kulia kwa nguvu na akasema huo ni kwa ajili ya Uthman. hat Ibn Umar baada ya kueleza yote akamwambia mtu huyo wa Misri kwamba sasa uende na mambo hayo na ukumbuke kwamba hayo si mambo ya kupingwa. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msikiti wa unabii ulikuwa umepanuliwa na hat Uthman akapata bahati ya kushiriki katika upanuzi wake. Abu Mali anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupanua msikiti wa Madina akamwambia ansari mmoja ambaye alikuwa mmiliki wa kiwanja cha ardhi ya kuwa wewe ukitoa kiwanja hicho utapata nyumba huko peponi, lakini ye akakataa kukitoa. Hapo Uthman akaja na akamwambia mtu huyo kwamba na kulipa dirhamu 10,000 kama thamani yake, na hivyo akanunua kutoka kwake. Kisha akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba ya Rasulullah,
mimi na kuuzia kiwanja hicho ambacho nimekinunua kutoka kwa yule ansari. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akanunua kutoka kwa hat Usman kwa thamani ya kupata nyumba katika pepo, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hat Usman jambo lile lile kwamba utakuwa na nyumba peponi. hat Usman akamwambia kwamba nimekinunua kwa bei ya 10,000 dirhamu. kisha mtume saa salam akaweka tufali, kisha akamwita Abubakar naye akaweka tufali, kisha akamwita Omar naye akaweka tufali, kisha akaja Osman ambaye akaweka tufali. kisha mtume saa salam akawaambia watu wengine kwamba sasa nyote muweke matufali, na hivyo ukawekwa msingi wa upanuzi wake. Samama bin Hazam Qashiri anasimulia kwamba siku ya kuzingirwa kwa nyumba ya hat Usman nilikwepo kule. hat Usman akachungulia nje na akasema, mimi kwa kuwapatieni kiapo cha Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, na waulizeni kwamba je, mnajua kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina kulikuwa hakuna maji matamu isipokuwa kisima cha Roma tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni nani atakaye nunua kisima hicho cha Ruma ili yeye na waislamu wengine waweze kuchota maji na kunywa kutoka kisima hicho, na huko peponi atakuwa na malipo yake mema. hat Usman akasema, hapo mimi nikakinunua kwa mali yangu binafsi na nikatoa wakfu kwa ajili ya waislamu wote. Sasa leo mnanizuia kunywa maji kutoka kisima hicho hicho na mnataka kwamba mimi ninywe maji ya bahari. Hapo watu wakasema, wallahi umesema kweli. kisha hat Usman akasema, mimi kwa kuwapatieni kiapo cha Allah na Islam, je, mnajua kwamba maandalizi ya jeshi la Usra, yani vita vya Tubuk, nilikuwa nimeyafanya kwa mali yangu binafsi? Watu wakasema, wallahi umesema kweli. kisha akasema, mimi kwa jina la Allah na Islam na waulizeni kwamba je, mnajua kuwa msikiti huu wa unabii ulipokuwa ukawa mdogo kwa ajili ya Waislam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mtu ambaye akinunua uwanja huu kutoka mtu fulani atauingiza ndani yake atapata malipo mema katika pepo. Hivyo nikakinunua kiwanja hicho kwa mali yangu binafsi na kisha nikakiingiza katika eneo la msikiti, na sasa nyinyi mnanizuia kuswali hata raka 2 katika msikiti huu. Watu wakasema, wallahi ndio umesema kweli. kisha akasema, mimi kwa kuwapatieni kiapo cha Allah na Islam na waulizeni kwamba je, mnajua kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya mlima wa Sabir wa Makka na Abubakar, Umar na mimi tulikuwa pamoja naye. Mlima ulipoanza kutikisika, mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mguu juu yake na akasema, ewe Sabir, tulia, kwani kuna nabii na Siddiq na wapo mashahidi wawili juu yako. Hapo wakasema, ndio, wallahi umesema sawa. hat Uthman akasema, Allahu akbar, na hapa kwa Mungu wa Kaaba watu hawa wametoa shahidi katika haki yangu, yani mimi nitapata daraja ya kuuawa shahidi. Upanuzi mwingine wa msikiti wa unabii ukafanywa katika zama ya Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Khalifa mtukufu anasema kwamba hivyo historia yake fupi na hali ya mwanzoni, kisha kuhusu utanuzi wake, maelezo yaliyopo na yaeleza hapa. Kama ilivyoelezwa kwamba katika zama ya mtume sallallahu alaihi wasallam msikiti huo ulikuwa umepanuliwa. Sasa kuhusu upanuzi huo kuna maelezo yake fulani ambayo yanasema kwamba mwezi wa Rabiul Awwal, tarehe mwaka wa kwanza wa hijra, sawa na mwishoni mwa Oktoba mwaka 622, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wake mtukufu akaweka jiwe la msingi la msikiti huu wa unabii. Msingi wake takriban ulikuwa umekwenda ndani hadi mita 1.5. msingi wake ukajengwa na mawe ilhali boma yake ikajengwa na matofali mabichi. kuta za msikiti takriban zilikuwa na unene wa futi 2.5 ambazo urefu wake ulikuwa takriban mita 3.5. ujenzi wa msikiti wa unabii ukamalizika
katika mwezi wa Shawwal mwaka wa kwanza wa hijra sawa na Aprili mwaka 623. Ipo riwaya ya Kharja bin Zaid bin Thabit ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka urefu wa msikiti wake kama mita 35 na upana wake ulikuwa mita 30. Katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya kwanza upanuzi wa msikiti wa unabii ukafanywa mnamo mwaka wa 7 hijra katika mwezi wa Muharram ambayo ilikuwa Juni 628, wakati ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea kutoka vita ya Khaybar. Akatoa amri ya kupanua msikiti wa unabii na kuujenga upya. Upanuzi wa msikiti haukufanywa upande wa kibla na upande wa mashariki, bali kwa asilimia kubwa upanuzi wake ukafanywa upande wa kaskazini na kiasi fulani ukafanywa upande wa magharibi. Upande wa kaskazini kulikuwa na nyumba chache za maswahaba na upande ule kulikuwa na nyumba moja ya Ansari ambaye katika kutoa nyumba yake alikuwa na wasiwasi fulani. Katika hali hiyo, kama ilivyoelezwa hapo kabla ya kwamba Uthman bin Affan akalipa dinari 10,000 na akanunua nyumba ile na kisha akatoa wakfu, hivyo kwa asilimia kubwa upanuzi wa msikiti wa unabii ukafanywa upande wa kaskazini na magharibi. Baada ya utanuzi huo, eneo zima la msikiti likawa na mita 50 kwa 50. Katika zama ya Umar, msikiti wa unabii ukapanuliwa tena katika mwaka wa 17 hijra. Hat Abdullah bin Umar anasimulia kwamba katika enzi ya mtukufu sallallahu alaihi wasallam msikiti huo ulikuwa umejengwa na matofali mabichi ambao paa yake ilikuwa imetengenezwa kwa matawi ya mitende na majani na mashina yake yalikuwa yametumika kama nguzo. Hata Abubakar Siddiq hakubadilisha msikiti huo wala hakupanua kwa namna yoyote. Hat Umar akaupanua na kuujenga upya, lakini hakubadilisha ramani yake na akaupanua kwa msingi wake wa zamani, ambapo paa yake ikatengenezwa na majani ya mtende, isipokuwa akaweka nguzo kwenye paa yake. Hat Umar mna mwaka 17 wa hijra akakamilisha upanuzi wa msikiti huo chini ya uangalizi wake, na baada ya upanuzi huo eneo la msikiti likawa pana takriban mita 60 kwa 70. Kwanza ilikuwa 50 kwa 50, kisha eneo lake likawa 60 kwa 70 mita. Riwaya hiyo inatuambia kwamba katika enzi hata Abubakar msikiti wa unabii ukabaki kama ulivyokuwa zamani katika enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa pamoja na upanuzi uliofanywa hata Umar msikiti huo ukawa mkubwa. Kisha katika zama ya ukhalifa wa hata Uthman radhiyallahu anhu msikiti wa unabii ukapanuliwa tena na kujengwa upya. Hili ni tukio la mwaka 29 hijra. Hata Uthman akaupanua msikiti wa unabii na kuujenga upya, na kwa ajili ya kuboresha zaidi na kuimarisha ujenzi wake akautumia mawe ya jasi na mapambo mengine. Hata Uthman akajenga kuta za mawe zilizokuwa zimepambwa na mapambo mbalimbali, na kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kuupaka rangi unga wa jasi ukatumika. Katika paa yake mbao zenye vioo zilikuwa zimetumika. Mna mwaka 24 hijra Hat Uthman alipochaguliwa kuwa khalifa, watu wakamwomba kwamba msikiti wa unabii upanuliwe, wakimweleza kuhusu shida ambayo walikuwa wanapata siku ya Ijumaa, ambapo kutokana na sehemu finyu watu wengi walikuwa wakilazimika kuswali wakiwa nje ya msikiti. Hivyo Hat Uthman akashauriana na masahaba watukufu, na wote wakatoa rai kwa pamoja kwamba msikiti wa zamani ubomolewe na msikiti mpya ujengwe juu yake. Siku moja Hat Uthman
baada ya sala ya zuhuri akatoa hutuba na akasema kwamba sifa zote njema zinamhusu mwenyezi mungu. mimi kwa kubomoa msikiti huu napenda kuujenga msikiti mpya juu yake, na mimi natoa shahada kwamba nimemsikia mtume saa salam akisema kuwa anayejenga msikiti mwenyezi mungu anampatia nyumba moja huko peponi. hat umar faruk alikuwa kabla yangu, ambaye jinsi alivyopanua msikiti wa unabii na kuujenga upya, huo ni mfano kwangu. nimeshauriana na masahaba mbalimbali na wote wametoa rai kwa pamoja kwamba msikiti wa unabii ubomolewe na ujengwe upya. hat usman alipoweka mbele yao mpango wake mpya wa kujenga msikiti wa unabii, hapo masahaba wachache wakaeleza hisia zao zidi yake. walikuwa na fikira kwamba msikiti huo usibomolewe, na miongoni mwa masahaba hawa walikuwepo ambao walikuwa majirani ya msikiti wa unabii, na kutokana na mpango huo nyumba zao zilikuwa zinapata athari. uwingi wa watu wakaunga mkono na mpango huo, lakini masahaba wachache tu wakaupinga. hat afla bin hamid anasema hat usman alipotaka kujua rai ya watu, marwan bin hakam akasema kwamba bila shaka kazi hii ni tukufu mno, hivyo kuna haja gani ya kupata rai ya watu. hat usman hakupenda wazo lake na akamwambia kwamba wewe upate kheri, mimi katika swala lolote sipendi kuwalazimisha watu kwa nguvu, hivyo napenda kushauriana nao. hat usman akasema mimi sitaki kuwalazimisha watu wakubali rai yangu kwa nguvu, hivyo chochote nitakachofanya nitafanya kwa maridhiano. kisha pale alipomaliza kushauriana na masahaba wakubwa akanunua nyumba zilizokuwa kaskazini mwa msikiti na akachukua ardhi yake. ijapokuwa yeye alikuwa amewalipa fedha kubwa kama malipo, lakini hata hivyo watu wachache walikuwa hawataki kuuza nyumba zao, na takriban miaka 4 ikapita juu yake na kazi hiyo ikakwama njiani. imesimuliwa na hatu ubaidullah khulani kwamba watu walipokuwa wakisita kutoa nyumba zao na ubishi ulikuwa umezidi, nikamsikia hat usman akisema kwamba nini mmesema mengi. mimi nilikuwa nimemsikia mtume saa salam akisema kwamba mtu ambaye kwa ajili ya kupata radhi ya allah atajenga msikiti, mwenyezi mungu atamjengea kasri kama malipo yake huku peponi. hat usman alipofanikiwa kuwafanya watu wakubali rai yake, yani pale ambapo hat usman akaamua kujenga msikiti, wengine hawakupenda mpango wake. walikuwa wanasema kwamba msikiti huu ubaki kama ulivyo. hapo hat usman akasema kwamba yeyote atakayejenga msikiti kwa ajili ya radhi ya allah, mwenyezi mungu atamjengea kasri huko peponi. hat usman alipofanikiwa kuwafanya watu wakubali rai yake, ndipo mwezi wa rabiul awal mwaka 29 hijra sawa na novemba 649 akaanza kazi ya ujenzi, na kazi hiyo ikachukua miezi 10 tu, na hivyo tarehe mosi muharram mwaka wa 30 hijra msikiti huo ukamalizika. hat usman alikuwa akisimamia mwenyewe ujenzi wote. mchana alikuwa akifunga saumu, na usiku alipokuwa akisinzia alikuwa analala kidogo akiwa miskitini. imesimuliwa na hat abdurrahman bin safina ya kwamba nikaona ya kuwa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti mchanganuo wa sementi na mchanga ulikuwa unaletwa kwa hat usman, na nikaona kwamba yeye alikuwa akisimamia mambo yote, na ukiwadia muda wa swala alikuwa akiswali pamoja na vibarua, na saa nyingine alikuwa akilala kule kule. hat usman akaupanua msikiti wa unabii upande wa kusini kuelekea kibla, na ukuta wa kibla hiyo akaupeleka hadi sehemu ile ambapo upo hadi leo. upande wa kaskazini eneo lake likaongezwa hadi mita 25 na utanuzi wake ukafanywa upande wa magharibi pia, isipokuwa upande wa mashariki ambapo kulikuwa na nyumba tukufu za wake wa mtukufu sallallahu alaihi wasallam haukufanywa upanuzi wowote.
baada ya ujenzi huo eneo zima la misikiti wa unabii likawa takriban mita 75 kwa 80. katika zama ya Uthman idadi ya milango ya msikiti ilikuwa 6. kwa mara ya kwanza katika msikiti wa unabii mapambo yakachorwa juu ya mawe na rangi ikapakwa sawa na kauli ya Kharija bin Zaid. Uthman alikuwa ameziweka dari katika kuta za msikiti wa unabii za upande wa mashariki na magharibi kwa ajili ya upanuzi wa msikiti wa unabii. Nyumba ambazo Uthman akalazimika kuzinunua, moja ilikuwa nyumba ya Ummul Mu'minin Hafsa ambaye alikuwa amepewa nyumba nyingine iliyokuwa imeambatana na ukuta wa kibla upande wa kusini mashariki, na kwa kupitia njia fulani alikuwa amerahisishwa kufikia hadi nyumba yake. pia kutoka warisi wa Jafar bin Abu Talib nusu ya nyumba yao ikanunuliwa kwa malipo ya dirhamu 100,000 na vivyo hivyo sehemu ndogo ya Darul Abbas ikanunuliwa na ikaingizwa katika msikiti wa unabii pamoja na kuvuta ukuta wa kibla hadi kwenye kona ya kusini. Tofauti kubwa iliyotokea katika msikiti wa unabii ni kwamba pamoja na kuvuta ukuta ule, kibla yake pia ikavutwa kupeleka mbele na ikajengwa ambapo leo tuwaona mihirabu ya Kiosmani. Huko alama ya mihirabu ilikuwa imejengwa na badala ya kutumia udongo walikuwa wametumia mawe yaliyosagika, na nguzo zilizokuwa zikitengenezwa na mawe ndani zake nondo za madini ya metali zilikuwa zimetiwa ndani. Na jambo hili likazingatiwa sana kwamba nguzo mpya zijengwe juu ya sehemu zile zile ambapo katika zama tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na nguzo za mashina ya mtende. Katika ujenzi wake vifaa na mtindo uliotumika ulikuwa unafanana na njia ambayo Bazintio walikuwa wakiitumia katika ujenzi wa Gumbad Sakhra wa Jerusalem. Paa yake ilikuwa imetengenezwa na mbao zilizo na vioo ndani yake ambayo ilikuwa imeezekwa juu ya mbao ambazo zilikuwa zimewekwa juu ya nguzo za mawe. Kwa kuwa Umar alikuwa ameuawa shahidi katika mihirabu ya msikiti wa unabii alipokuwa akisalisha sala, hivyo kwa kuhakikishia kwamba tukio la namna hiyo lisitokee katika siku za usoni, Uthman alikuwa amejenga mihirabu iliyokuwa imezungukwa na kuta kutoka pande 4 na dari mbalimbali zilikuwa zimewekwa ndani ya ukuta ili maamuma waweze kumwona imamu wao. Hiyo ilikuwa njia ya kwanza kuweka ulinzi ambayo ikajengwa katika msikiti wa unabii, na njia hiyo baadaye ikawa sehemu makhsus ya ulinzi wa makhalifa wa Banu Umayya katika Dimashq. Yani kwa kujenga kuta, mihrabu ilikuwa imehifadhiwa lakini maamuma wangeweza kumwona imamu. Kisha baada yake katika nyakati mbalimbali msikiti ukaendelea kupanuliwa. Sayyidina Ahmad al-Islam anasema, mimi namfananisha Uthman na Suleiman. Yeye pia alikuwa na shauku kubwa ya kujenga majengo. Katika enzi ya Ali kulikuwa na fitina ya ndani. Upande mmoja alikuwa Muawiya na upande wa pili alikuwepo Ali, na kwa sababu ya fitina hizo damu ya Waislam ikamwagika. Katika muda wa miaka 6 Islam haikupata maendeleo makubwa. Katika zama ya Uthman Islam ikapata maendeleo makubwa. Kisha ikaanza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Masihi Maud al-Islam anasema sio lazima kwamba msikiti uwe umejengwa kwa matofali ya kuchoma na upambwe, bali kwa ajili yake itengwe ardhi na kisha wekeni vigingi pembezoni mwake, kisha ezekeni paa ya makuti na kadhalika, ili katika mvua msipate taabu. Mwenyezi Mungu hapendi mambo ya kujikalifisha. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa umejengwa na matawi ya mitende tu na ukaendelea kutumika kama ulivyo. Kisha Uthman ambaye alikuwa na shauku ya kujenga majengo mbalimbali katika zama yake akaujenga na matofali ya kuchoma na mawe. Huwa nawaza kwamba matamshi ya majina ya Suleiman na Uthman yanafanana sana. Huenda kwa munasaba huo yeye alikuwa na shauku hiyo. Upanuzi wa Masjidul Haram ukafanywa mnamo mwaka 26 Hijra, na katika mwaka huo Uthman akapanua msikiti huo, na kwa kununua nyumba za jirani akaingiza ardhi yake katika Masjidul Haram.
baadhi ya watu kwa maridhiano kabisa wakauza nyumba zao, lakini wengine wakaendelea na msimamo wao. Kisha kwa amri ya Uthman nyumba zote zikabomolewa na bei yao yeye akalipa, na kisha bei ile au mali ile ikawekwa katika baitulmal. hapo watu hawa wakapiga makelele zidi ya Uthman akatoa amri kwamba watu hawa wakamatwe na watiwe ndani. Kisha akawaelekea akisema kwamba je, mnajua kwamba kwa msingi gani mmesubutu kusimama zidi yangu? Sababu pekee ya ujasiri wenu ni huruma yangu. Umar pia alikuwa amewatendia hivi, lakini hamkuleta vurugu yote zidi yake. Kisha kuhusu watu hawa, Abdullah bin Khalid bin Usaid akaongea na Uthman na watu hawa wakaachiwa huru. Meli ya kivita ya kwanza iliyotengenezwa katika Islam ikatengenezwa mna mwaka 28 hijra, ambayo ilikuwa zama ya Uthman. Amir Muawiya bin Abu Sufyan alikuwa ni mtu wa kwanza aliyepigana vita vya maji katika zama ya ukhalifa wa Uthman. Amir Muawiya alikuwa amemwomba Umar ruhusa ya kupigana vita vya maji, lakini alikuwa hakumpa ruhusa. Uthman alipochaguliwa kuwa khalifa, Amir Muawiya akaongea naye mara kwa mara na akaomba ruhusa. Uthman akamruhusu na akasema kwamba wewe usiwachague watu wala usipige kura kati yao, bali wapatie hiari, kisha mtu anayetaka kushiriki katika vita hii kwa furaha yake umchukue na nenda naye na umsaidie. Hivyo Amir Muawiya akafanya hivyo. Yeye akamteua Abdullah bin Qais kuwa kamanda wa jeshi la majini, ambaye katika misimu ya kiangazi na kipupwe akapigana vita 50 katika bahari, na katika vita hizi zote hakuna mwanajeshi muislamu yote aliyezama wala hawakupata hasara yoyote. Katika riwaya mbalimbali inapatikana kwamba kutokana na hulka Uthman alikuwa anafanana sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. hata Abdurrahman bin Uthman anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha kwa bintiye ilhali yeye alikuwa anaosha kichwa cha Uthman. Mtume sallallahu alaihi akasema, ewe binti yangu Abu Abdullah yani Uthman umtendee naye kwa wema, kwani yeye katika maswahaba zangu anafanana nami katika hulka. hata Yahya bin Abdurrahman bin Hatib anasema kwamba nikamsikia baba yangu akisema kuwa mimi katika maswahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala la kueleza jambo kamili na kwa njia nzuri sijawahi kumwona sahaba mwingine yeyote isipokuwa Uthman, isipokuwa alikuwa haongei sana. hata Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasimulia kwamba mimi nikamjia hata Ruqayya binti Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aghlabu hapo muradi wake unaweza kuwa hat Kulthum, kwani sawa na riwaya wakati wa vita vya Badr hat Ruqayya alikuwa amefariki dunia na hata Abu Hurairah amesilimu baadaye, na baada ya miaka 5 ya vita ya Badr amekuja Madina. Hivyo muradi wake unaweza kuwa hat Kulthum, kwani kifo chake kilikuwa kimetokea mwaka 9 wa hijra. Hiyo ni riwaya yake. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema kwamba nikamjia binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa mke wa Uthman. Yeye alikuwa ameshika kitana mkononi, akaniambia kwamba muda si muda Mtume sasa ameondoka kutoka hapa na nilikuwa nimechania nywele zake. Hapo akaniuliza kwamba wewe unaonaje kuhusu Abu Abdullah Uthman? Nikasema ni mtu mzuri sana. Mtume akasema basi wewe pia umtendee kwa heshima, kwani katika maswahaba zangu kutokana na hulka yeye anafanana nami zaidi kuliko wengine. Habari za Uthman nazimalizia hapa. Leo pia nitasalisha sala ya jeneza na ningependa kuwazungumzia
hawa marehemu. Jeneza ya kwanza ni ya Mubashir Ahmad Ring Sahib ibn Ahmad Baksh Sahib, mwalimu wa Wakfe Jadid Rabwa, ambaye Machi 10 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwalimu akatokana na kijiji cha Basti Rinda, wilaya ya Dera Ghazi Khan. Alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa. Mwaka 1990 akaanza kutoa huduma za kidini kama mwalimu wa Wakfe Jadid kutoka Tharparkar, na kisha katika nyakati mbalimbali akaendelea kufanya kazi ya ualimu na mkaguzi. Popote alipotumwa akasema labeka, wala hakutoa uzuru wowote, na akajaribu kutimiza ahadi yake ya wakfu kwa unyofu wote. Wanajumuiya na wasiokuwa wanajumuiya wote wameandika kuhusu marehemu kwamba mwalimu alikuwa ni mwenye kufanya juhudi kubwa, mwenye kufanya maombi mengi, mwenye kusali sala ya tahajudi, na mhubiri mzuri sana aliye na sifa nzuri za kutoa hutuba. Alikuwa na sifa ya kuwahurumia wageni, mcheshi na mtu mnyenyekevu. Muda wote alikuwa anaongea kwa upole na kwa lugha tamu, lakini katika suala la ukhalifa na nizamu ya jumuiya alikuwa havumili hata kidogo, na akawa upanga ulio wazi, na alikuwa hainuki hadi awe amemrekebisha mtu huyo. Amewacha mke na vijana 2 na mabinti 3. Mwana wake mmoja mpendwa Shazil Ahmad ni mwanafunzi wa darasa la daraja ya salisa katika Jamia Ahmadiyya Rabwa. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu sana. Jeneza inayofuata ni ya Munir Ahmad Farokh Sahib, amiri wa zamani wa Jamaat wilaya Islamabad, ambaye baada ya kuugua kwa muda mrefu Machi 9 akafariki dunia nchini Canada akiwa na umri wa miaka 84. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi na wasia wake ulikuwa 109. Jina la babu yake lilikuwa Hazrat Munshi Ahmad Baksh Sahib, ambaye alikuwa sahaba wa Masihi Maud alayhi salam. Yeye akifika Qadian mwaka 1903 wakati wa jalsa salana alikuwa amefanya bayati. Jina la baba yake lilikuwa Daktari Chaudhry Abdul Ahad Sahib, ambaye alikuwa na shahada ya uzamili na uzamivu katika somo la kilimo. Khalifatul Masih anasema kwamba katika zama ile kuwa na shahada ya uzamivu ilikuwa kazi ya wanafunzi hodari tu, na yeye akapata shahada ya uzamivu. Baba yake kwa muda fulani akaendelea kuitumikia jamaat kama amiri wa Jamaat Lalpur. Mwaka 1944 Khalifa Msani alipowahimiza vijana wa Ahmadiyya na hasa wanasayansi ili watoe wakfu maisha yao kwa ajili ya dini, hapo baba yake Bwana Munir Farokh akatoa wakfu maisha yake na akaacha ajira ya serikali na akahamia Qadian pamoja na familia zake. Chini ya mwongozo wa Khalifa Msih Thani ikaanzishwa idara ya utafiti kwa jina la Fazl Umar Research Institute. Huzur akamteua kama mkurugenzi wake, na pamoja na hayo akateuliwa kuwa mwalimu wa masomo ya sayansi katika Talimul Islam College. Farokh Sahib akapata shahada ya uhandisi kutoka chuo, na kisha katika maeneo mbalimbali ya Pakistan akaweza kufanya kazi. Kisha katika idara ya telegraph na telefon ya serikali ya Pakistan akaanza kutoa huduma zake. Katika muda huo akaweza kutoa huduma katika miji mbalimbali na pia katika nchi za nje akaweza kuwakilisha nchi yake. Mwaka 1997 akastaafu akiwa na cheo cha mkurugenzi mkuu wa Pakistan Telecommunication Limited. Ameacha mke na wana 2 na mabinti 2. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake ili waweze kushika nyayo zake. Marehemu alipokaa mjini Rawalpindi akapata bahati ya kufanya kazi kama qaid Majlis Khudamul Ahmadiyya, na hiyo ilikuwa zama ya mwaka 1974 iliyokuwa na machufuko makubwa zidi ya Jamaat. Mwaka 1977 marehemu akahamia Islamabad. Mwaka 1990 akaanza kutoa huduma za kidini kama naib amir awal.
kisha alipostaafu akatoa wakfu maisha yake na Hazrat Khalid Sirabi rahimahullah taala akakubali wakfu wake. Kisha mwaka 1999 marehemu akaweza kuitumikia jumuiya kama amiri wa jumuiya ya Islamabad mjini na amiri wa wilaya ya Islamabad. Shughuli alizozifanya katika Rabwa, kwa mfano katika kuleta mpango wa direct dialing na kwenye kuweka digital exchange, akatoa mchango mkubwa, na alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya fedha ya markaz. Alikuwa mjumbe wa IAAE na akaweza kutoa huduma mbalimbali akiwa na nyazifa tofauti. Mwaka 1996 Khalifa Msi Inni rahimahullah taala alikuwa amemteua mkurugenzi wa Fazl Umar Foundation, huduma ambayo akaendelea kutoa hadi pumzi yake ya mwisho mwaka 1980. Katika zama ya Khalifa Msi Salis rahimahullahu taala, wakati wa jalsa salana Rabwa kwa ajili ya wageni watokao nje, nizamu ya kutafsiri hutuba mbalimbali za jalsa ilipoanza, na kwa ajili yake timu moja ya wahandisi wa jamaat ikaundwa. Marehemu katika timu ile akafanya kazi kubwa kwa juhudi na akapata bahati ya kufanya kazi nzuri. Marehemu alikuwa msimamizi mkuu wa timu hiyo. Aprili 1984 Hazrat Khalid Sirabi rahimahullah taala alipohamia Uingereza, marehemu alikuwa anakuja kushiriki katika jalsa salana Uingereza kila mwaka bila kukosa, na alikuwa anasimamia kazi ya tafsiri na shughuli zote alikuwa anazifanya kwa juhudi na kwa weledi mkubwa. Katika zama ya usimamizi wake kama amiri, majengo mengi ya jumuiya yamejengwa katika mji wa Islamabad. Mwana wake mmoja anasema kwamba baba yetu alikuwa anatuhimiza kufanya kazi ya jamaat licha ya kufanya kazi serikalini. Akaendelea kusimama katika mstari wa kwanza katika shughuli za jamaat. Akitoka kazini moja kwa moja alikuwa akija ofisini na kufanya kazi ya jamaat kila mwaka. Kwa ajili ya jalsa salana alikuwa akibakisha likizo zake. Alipokuwa anafanya kazi serikalini, safari moja akapelekwa mbali katika wilaya ya Dera Ghazi Khan, na waziri mkuu wa wakati ule akasema kwamba mtu huyo asiletwe Islamabad, lakini Allah akamjalia na kisha akateuliwa mjini Islamabad. Na kisha kutoka sehemu ile akapata nafasi ya kwenda katika nchi za nje na kuwakilisha nchi ya Pakistan. Allah amghufirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya brigada mstaafu Latif Muhammad Latif Sahib, ambaye alikuwa amiri wa zamani wa wilaya Rawalpindi. 28 Februari akiwa na umri wa miaka 77 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu akifuatana na baba yake mwaka 1955 akafanya bayati, na mwaka 2000 baba yake akafariki dunia. Marehemu baada yake alikuwa mwanajumuiya wa kwanza tu katika familia yake. Ana mke na wana wawili na mabinti wawili. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake ili waweze kushika nyayo zake. Mwaka 2000 baada ya kustaafu, marehemu akaendelea kutumia muda wote katika shughuli za jamaat kama katibu wa mambo ya ndani na naibu amir wilaya Rawalpindi. Kuanzia 2019 hadi 2021 akaweza kuitumikia jamaat kama amiri wa Rawalpindi, na kwa miaka 20 akaweza kutoa huduma za kidini. Alikuwa ni mwenye kuwahurumia maskini na alikuwa akifanya kazi ya jamaat kwa kuelewa kuwa hiyo ni fadhila ya Allah juu yake, na alikuwa akiwahimiza watoto wake wafanye hivyo. Katika marazi yake ya mwisho pia akaendelea kuitumikia jamaat. Kila alipokuwa akiitwa markaz alikuwa anakwenda bila kusita, na alikuwa na marazi ya saratani, lakini pamoja na shughuli za jamaat akaendelea kupata matibabu vile vile. Na kwa ajili ya shughuli za jamaat muda wote alikuwa tayari. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Konak Bek
umur bekov sahib ambaye alikuwa mwanajumuiya wa kirgistan 22 februari akiwa na umri wa miaka 67 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilyas kubatov ambaye ni rais wa kirgistan jamaat anaandika kwamba marehemu namfahamu kwa miaka 15. marehemu alikuwa miongoni mwa wanajumuiya wa awali wa kirgistan. mwaka 2000 akajiunga na jamaat. marehemu alikuwa mwanajumuiya mwaminifu na mwenye unyofu. muda wote alikuwa akishiriki katika mipango ya jamaat na alikuwa akitoa michango kwa wakati. alikuwa akiswali sala zote na sala ya tahajudi. katika zama ya umoja wa urusi marehemu akaweza kuitumikia nchi yake akiwa na nyazifa za juu, na kwa sababu ya uaminifu wake na juhudi yake katika kazi wote walikuwa wakimsifu sana. katika miaka ya mwisho ya maisha yake pale ambapo alikuwa hana shughuli nyingi alikuwa akiuza vitabu vya dini nchini kirgistan. kabla ya kupigwa marufuku juu ya shughuli za jamaat marehemu alikuwa akigawa vitabu na tafsiri ya qurani tukufu kwa watu, na kutokana na mahubiri yake akaweza kuwafikishia wengi ujumbe wa jamaat. marehemu ameacha nyuma mke na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 7. huyo ni mke wake wa pili. mke wa kwanza alikuwa ameachana naye na alikuwa na watoto kutoka kwake ambao ni wakubwa na si wa ahmadia. mwenyezi mungu awajalie wajiunge na jamaat. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu. mbashiri anaandika kwamba tafsiri ya qurani tukufu katika lugha ya kirusi ilipochapishwa marehemu akatuambia kuhusu makosa yaliyokuwa yametokea katika tafsiri. nikamwambia kwamba asome yote kisha atuambie kuhusu makosa yake. marehemu akasoma tafsiri nzima katika wiki 2 tu na kisha akatuambia kuhusu makosa yote. mbashiri anasema kwamba marehemu alikuwa anazingatia sana kwa ajili ya swala na alikuwa akiswali kwa unyenyekevu mkubwa. mheshimiwa uzginbav artur saheb anasema kwamba kwa hakika marehemu ndiye aliyeniambia kuhusu jamaat. nilipokuwa namuuliza maswali mbalimbali kuhusu jamaat alikuwa akinijibu kwa njia nzuri iliyojaa mantiki na hekima. marehemu alikuwa na hulka njema, mwenye kufanya subira na mtu mpole mno. kwa kuona hulka zake nikajiunga na jamaat. huzur anasema kwamba niliposema kwamba wanajamaati wafunge saumu za nafali na wafanye maombi, marehemu alikuwa anafunga saumu siku ya jumatatu na alhamis. alipoambiwa kwamba ufunge mara moja kwa wiki akasema nafunga jumatatu na alhamis ili niweze kusema labeka juu ya kila sauti ya ukhalifa. alikuwa akisikiliza hutuba ya ijumaa katika lugha ya kirusi na alikuwa mtu mnyenyekevu na mcheshi, na kwa shauku kubwa alikuwa anafanya mahubiri. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na awapandishe marehemu wote katika daraja na awajalie watoto wao waweze kuendeleza mema yao. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر